Nawapenda wote katika jina la Yesu. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Kwa majina yangu naitwa Jane Kariuki na nimeokoka, Kristo ni Bwana. Siku ya leo ni siku njema Bwana amefanya ili sisi tukaweze kusikia kutoka kwake. Kama kuna kitu njema na mzuri ambayo Bwana ametupa, ni kutupatia nafasi ya kusikia vile anavyotaka na sisi, ama vile anavyotuwazia, ama vile anavyotaka tuishi maisha yetu. Hilo ndilo jambo la maana sana katika maisha yetu. Siku ya leo ninapoenda kuleta ujumbe ule ambao Roho wa Mungu ameweka ndani yangu, kuna mambo ambayo nilikuwa naangalia katika maisha yangu na ninayatazama katika maisha ya waokovu wengine. Niko na marafiki huko, niko na marafiki wengine wa nje lakini wameokoka, na ninapoendelea kutazama nikawa naona kama Wakristo kuna nyimbo ambazo, kuna mambo ambayo kama Wakristo tunapenda. Wakati mwingine kuna nyimbo ambazo tunapenda ziabudiwe hapa, na sana sana hizo nyimbo ni zile ambazo zinatupa ile, ni kama inakukonsole. Kama kwapi hiyo wimbo, Mungu wangu wewe wajua sababu. Bwana asifiwe. Na hiyo wimbo unasikia Mama Moga na kiimba, imekubariki yote. Ama wimbo mwingine inakuja, uko wapi Mungu wangu. Haleluya. Hizo ni wimbo mzuri, lakini kwa nini wakati mwingine unapata unazama kwa hiyo wimbo sana? Ni kwa sababu hiyo wimbo ina relate na ile shida uko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Una confuse au unachanganyisha kuabudu Mungu na kukua uko na issue, uko na shida katika maisha, na ndio unapata hiyo wimbo machozi haya ina mambo aje wayajua ile siri ya machozi haya ni wewe. Hiyo si worship, by the way, si worship. Hiyo ni wimbo yako ya kujitia nguvu, kwa sababu wewe ndio unajua hiyo siri. Kuna nyimbo kama zile tumeimbishwa, na nashukuru Mungu kwa praise and worship, za kumwabudu Mungu. Unaabudu, wewe ni Mungu, hakuna mwingine, na unapata katika ile wimbo pia unazama. Lakini sana sana hizi nyimbo zinarelate na sisi, hizi za huzuni, ni kwa sababu huyo mtu ameimba exactly kulingana na ile shida, kulingana na yale maumivu mimi niko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Nawapenda sana na ninajipenda pia, kwa sababu huu ujumbe Mungu ameniongoza ile ya mimi nataka nibarikiwe wakati na mwabudu Mungu. Ninataka wakati nasikia Mungu akiabudiwa katika wimbo wake na furahia, haijalishi ni katika hali gani. Haleluya. Hebu nipungie mkono hivi vizuri. Amen. Kuna jambo nilikuwa nataka tuongelelee, na ni kuhusu siku ya leo. Mungu akanipa msukumo wa lile neno ya kwamba kuna wakati sisi wa Kristo ama maisha yetu ya kila siku tunatamani kumwabudu Mungu, tunatamani tuokoke na ikuwe hivyo. Ninatamani nikianza na gia ya nguvu Januari, Disemba nikuwe na ile gia hata ya juu zaidi. Lakini
ninapoanza Januari nimeweka ile gia ya maombi, ikifika Februari nimechoka. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika Februari nimechoka. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kuna mambo ambayo yamewekwa na shetani kama vikwazo vya kunizuia mimi kumtumikia Mungu. Ninapoanza niendelee na nifike vile Mungu aliniita nifike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hakuna mtu aliitwa na Mungu kwamba anaokoka anaweka moto Januari, Februari hata haombi. Sijasema hajaokoka haombi. Anaamka tena, anaanza March, anaanza hata kuona tumaono. April ako flat, hata haonagi hata ile ugali. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. Praise God. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni ya kwamba tukichochewa katika roho tuwake moto ambao hauzimi. Tukihubiriwa neno tulishike. Lakini haiko hivyo katika maisha yetu. Haiko hivyo. Siku ya leo tuko na nguvu. Tunasema mimi sikuachi. Next week nasikia hata sisikii kuambia Mungu kitu. Niko chini. Tumekaa Wakristo wamechoka. Tunatumikia Mungu lakini wakati mwingine tumechoka. Haleluya. Ni kwa sababu shetani anataka tukae katika mahali pa kufinyililiwa. Shetani hataki tukue kile Kristo alituita tukue. Shetani hataki tuwe kile Bwana alipanga tukue. Wakati unang'ang'ana unasema mimi nimekuwa nikisikia naweza kuwa muombezi. Wakati umesema nitaanza kuamuka nianze kuomba, unakuja mara ya kwanza, unaomba, unasikia maombi ni mzuri na unasikia kweli umezama. Lakini kesho shetani anakuwekea mtego, ile atakugonga knockout. Hiyo maombi hautaenda. Bwana Yesu asifiwe. Hautaenda tena. Ni kwa sababu hiyo ndiyo mapenzi ya shetani. Nikawa ninafikiria juu ya Daudi. Daudi alikuwa mtu tu analisha kondoo huku na kule. Ni kama Masai tu, wale wanatoka mbali wakilisha kondoo huku na kule na wanarudi nyumbani. Lakini wakati Mungu amemuita na amemwagia mafuta kuwa ni mfalme, wakati alikuwa analisha kondoo, hakuwa na mtu anamuuliza, hakuwa na mtu anamuinukia, hakuwa na kitu cha kumpinga. Lakini wakati amewekelewa mafuta ya kuwa yeye ni mfalme, hapo ndipo shida zake zilianza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hapo ndipo shida zake zilianza. Hata ndugu zake wanamwambia, wewe una kiburi tu, wewe unajifanya tu, rudi huko ukalishe kondoo kule umezoea. Praise God. Hiyo ndio ile roho ambayo shetani ameinua ili sisi tusikue kile Bwana anataka tukue. Ile roho unajaribu kuamka, alafu shetani anainuka. Hauwezi fikiria ni yeye, lakini unasikia hata kitu ya nyumbani imekuja, imekushusha moyo, mambo ya kwenu, mambo ya ndugu zenu, mambo ya familia yenu, inakuja inakushusha moyo. Lakini hauoni kana kwamba kuna mpango wowote hapo ndani
Nataka tuone katika kitabu cha Numbers 14, watu wengine 10 wakirepresent kila tribe, na wakaleta habari mbaya ambayo ilishusha watu mioyo, na hiyo habari ikafanya watu wakasirike na waseme watarudi Misri. Naye Mungu akakasirika sana na akasema ya kwamba hakuna yoyote ambaye aliona matendo ya Mungu, na hakuna yoyote ambaye alikuwa na ufahamu ataingia katika ule mji. Wote watakufa katika ile jangwa. Sitaki kusoma, in fact ujumbe wangu uko kwa neno kidogo tu, lakini ningetaka tusome kutoka 31, Numbers 14:31. You say your children will be taken captive. Well, I will bring them safely into the land, and they will enjoy what you have despised. 32. But as for you, your dead bodies will fall in this wilderness, and your children will be like shepherds wandering in the wilderness 40 years in this way. They will pay for your faithlessness until the last of you lie dead in the wilderness. Tuamini. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru kwa sababu ya neno lako, na tunaomba Bwana ukanene na mioyo yetu. Nena na kanisa lako, nena nami Bwana, ninaposimama hapa na kusema jinsi wewe ulivyo na vile unavyotaka. Nitumie kama chombo na utubariki mahali hapa. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, tumeamini. Sote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni wana wa Israeli ambao wamekosea Mungu na amekasirika, na hata kama walikuwa wamebakisha kupanda mlima waingie Kanani, Mungu amesema warudi jangwani, kwa sababu hakuna yeyote atakayeingia. Lakini wale wazazi wote watazunguka hadi kila mmoja wao akufe. Lakini maandiko inasema ni kwa sababu ya dhambi zenu watoto wenu watazunguka jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Watateseka jangwani hadi nyinyi wote muishe, ndio waweze kuingia katika ule mji, kwa sababu nyinyi hamtaingia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilikuwa natazama hili neno, kuna kitu moja kilikuwa kinanikujia, na kuna mambo mengi yalikuwa yanaletwa na yanakuja kupitia Roho Mtakatifu. Ananikumbusha, na unapata ya kwamba kuna mambo ambayo siku ya leo kama Wakristo mengine yanaletwa kwa sababu tumekosa kuamini. Tulikosa kuamini Mungu mahali alitaka tumwamini. Mengine yanakuja kwa sababu kuna mambo ambayo kwenu walijiingiza sana, na wewe sasa uko hapa unasimama umtumikie Mungu, lakini kuna roho zinakushikilia usitumikie Mungu. Kila wakati ukijaribu na ukitamani sana ya kwamba nitatumikia Mungu, kuna mambo ambayo yanakuburuta. Kuna roho ambazo hazionekani kwa macho unless uzione katika roho, zinakuzuia kuwa kile Kristo anataka ukue. Praise God. Hawa ni watoto. Huyu ni Mungu anasema ya kwamba kwa sababu walikataa kuamini hawataingia. Watazunguka jangwani na watazunguka na watoto wao. Kwa hivyo watoto walikuwa wanafaa
wazunguke jangwani mpaka wazazi wakufe ndio nao waingie. Praise God. Na hivyo ndivyo maisha yetu kama Wakristo ilivyo. Hakuna watu wako na huzuni. Unajua sisi Wakristo tunafaa kuwa tuko na furaha, niko na furaha. Haleluya, niko na furaha. Lakini ukiingia katika nyumba yako unajiambia ukweli, niko na hii na niko na hii na niko na hii. Na kwa nini hii haiendani? Hata nikiomba aje, kwa nini hizi shida? Kwa nini haya mambo? Kwa nini ninapata pesa kwa mwezi mmoja, huu mwezi mwingine zinaenda zote? Kwa nini niko na amani kwa wiki moja, hiyo wiki nyingine niko na huzuni? Kwa nini nafikiria watoto wangu watabadilika, lakini huo mwezi mwingine wanafanya mambo ya kuhuzunisha? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu tuko na adui, na huyu adui ni Shetani. Anajua kule tumetoka, mambo mengine haujui. Mimi ninajua my mom na my grandmother. Saidi ya my mom najua shosho yangu na kuka yangu. Saidi ya my dad najua kuka yangu, si kuona shosho yangu. Na hao wengine wanaitwa great grandmother, mimi siwajui. Sijui vile huko kulikuwa. Sijui kulifanywa nini. Sijui kwetu walieka misingi gani. Sijui kwa nini mimi niliitwa Wairimu. Sijui niliitwa hata great grandmother alikuwa anafanya nini. Praise God. Na unapata katika maisha yako, kwa sababu hatujaelewa, hawa watoto wengine hawakuelewa. Kwa nini tunazunguka tu? Kwa nini hatufiki? Kwa nini hatufikagi? Bali tunazunguka kwa wilderness. Lakini wazazi hawaambii ni kwa sababu tulikataa kumwamini Mungu, ndio maana tunaendelea kuzunguka hadi wakati tutakufa. Ndio wakati mtaingia in the land ambayo Mungu aliwapromise. Hallelujah. What about us? Na sisi je? Na sisi ambao tumemtumikia Mungu, na sisi ambao tunaishia Mungu, na sisi ambao tunaendelea kumpenda Mungu, na sisi ambao tunajipatia tumaini kila siku, tutafanya nini? Tutafanya nini? Hatuwezi geuza the fact that kwetu kulikuwa na madhabahu, kulikuwa na watu walifanya mambo ya kuchukiza Mungu. Kuna watu waliinua roho za kigeni ambazo zinatoka from one generation to the next generation. Hallelujah. Hatukatai ya kwamba kuna watu walikuwa na ulevi mwingi. Hatukatai ya kwamba kuna watu walikuwa wana practice. Unajua kitambo, unajua saa hizi kuna uchawi, uganga. Kitambo walikuwa wanapenda, unajua walikuwa naona kama sijui nani Mkikuyu niambie mudumu ni kusema nini na Kiswahili. Sijui kama ndio uchawi ama ndio sijui. Wale walikuwa wanapenda kubeba utoto vitu, na ni kama walikuwa wamekubalishwa kutembea, na walikuwa wanaonekana ni watu wa hekima. Watu hawakujua kuna madhabahu waliweka katika nyumba zao ama katika miji yao. Ni kwa sababu huyo mtu amekuja, amewaambia, amesema. Sasa wewe haukuwa part of that, lakini ni kwa sababu katika ule mji kuliinuliwa roho za aina fulani. Kila wakati unapotaka kujiamsha unasikia roho zigani, sijui kama wanakanga mahali wanasema
anajaribu kutoka huku hakutokangwi. Mtu hatokangi katika hiyo tabia, mtu hatokangi kutoka hiyo magonjwa, huku watu hawatokangi katika hii hali. Ni kwa sababu kuna roho inaongea, lakini sisi wa Kristo tunajaribu kupaa, tunajaribu kutumikia Mungu. Tunapojaribu nazo zile roho ambazo ziko nyingi kwa jamii zetu, roho ziliinuliwa na dhambi, roho ziliinuliwa na watu, roho ziliinuliwa zinaungana, zinasema mtu fulani anataka kujitoa katika hii sako na hii familia tuko na mizizi. Haleluya. Kwa sababu maybe hata kwetu wengine sisi ndio tunaanza wokovu, maybe wengine hata hawakuokoka. Sasa wewe ndio unaanza unaweka misingi ya wokovu kwenu. Watu wengine huko nyuma hawakuokoka, hakuna mtu ako na historia ya kuokoka, wewe ndio unaweka misingi. Kwa hivyo kuna watu wengi wanasimama kinyume nawe. Sisemi watu like me and nasema roho ambazo zinasimama katika ulimwengu wa roho zikuzuie kuwa kile unataka kukua. Ni kwa sababu kwetu kunafaa kuwa hivi. Watu wakifika hapa wanakufa, akifika hapa anaishi hapa. Au watu ni watu wa shida, ukae kwa kuteseka, ukae kwa umaskini, ukae kwa nini? Ukimaliza kuteseka ukufe. Haleluya. Hivyo sio hivyo Mungu alituahidi, na hivyo sio hivyo neno la Mungu linasema. Ni kwa sababu katika Kristo tumeambiwa tuko na freedom. Haleluya. Tumefunguliwa kweli kweli, lakini tutafunguliwa penzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mwingine, wakati naongea, sipendi kuongea ni kama naambia mtu. Napenda kuongea kwa sababu hiyo ndio ile kitu ambayo mimi ninataka ifanyike kwangu. Nataka kama nimeanza kumtumikia Mungu, niendelee kuinuka. Kwa sababu Mungu hakukuumba tu uokoke na ukae hapo tu. Alikuumba kwa mambo makubwa. Alikuumba uende uhubiri. Wengine waliumbwa waende hata nje katika Afrika, hata katika nchi za wazungu wakahubiri. Wengine waliumbwa wakuwe watu wakubwa, lakini hatuko watu wakubwa. Tuko katika kufinyika. Na hata ukiambiwa, unajua unaweza kuwa hata mahali uko kwa presence ya mtu aseme, Bwana anasema wewe uko hivyo. Lakini ukijiangalia unajiona kama Gideon. Unajiona wewe ni ule mdogo sana. Lakini katika roho Mungu anakuona ni wewe mkubwa sana. Anaona unaweza fanya mambo makuu. Anaona unaweza badilisha mioyo mingi. Anaona unaweza kufungua watu wengi. Lakini itawezekana aje? Lazima tukaweze kufunguliwa. Haleluya. Ili tuweze kuishi maisha matakatifu, maisha yako na furaha. Sisemi ya kwamba wakati tunafunguliwa tutapata magorofa. Yusi ili Injili nasema unaweza kuwa hauna mingi, lakini Mungu amekubariki hapo ulipo. Na kwa huo wakati Mungu anataka ukue hapo. Lakini kwa nini wakati umeona ndio huu mwanzo mpya wangu, wakati umeona niko pale ndio niweze kufaulu, unaona umerudi zero tena, umerudi mahali ulianza, hauna kitu, hauna chochote, mambo yameharibika, kwa sababu hayo ndiyo mapenzi ya Shetani. Anataka kukudisappoint, anataka uishiwe na nguvu. Ndio maana anakuachilia
unapaa, na anajua nitamvurutia hapa, maana nikimvurutia akianguka atasikia hataweza kuamka tena. Bwana Yesu asifiwe. Because hiyo ndiyo mapenzi ya shetani. Lakini mapenzi ya Mungu ni yatutoe katika hayo maisha, atuondoe katika vile vifungo, tukafurahie every blessing ambayo Mungu ameiweka kwa sababu yetu. Haleluya. Maana baraka za Mungu si za leo, kesho zinaisha. Baraka za Mungu hazina mwisho. Na hata wakati maandiko inasema, wakati ninapita katika uvuli wa mauti, sitaogopa maana ako na mimi. So hapo ndipo unaelewa wakati wa mapito ya Mungu na wakati kuna roho inakufinyililia. Maana wakati unapitia mapito ambayo Mungu anataka upitie, ndio umjue anakupatia amani ya kuyapitia. Haleluya. Anakupatia amani na anakupatia nguvu, unapitia na unasikia ya kwamba niko na nguvu ya kumtumainia Mungu. Lakini shetani anataka kukudunisha ili usikie mimi nimekaa kwa wokovu na ile mambo yote nimepata ni suffering after suffering, pain after pain. Hiyo ni mapenzi ya Mungu, na unasikia mimi ni kama nasikia nichoke, nasikia mimi nimechoka. Hiyo sasa ni mapenzi ya shetani, akuchoshe, uchoke na kuamini, uchoke na kungojea Mungu, uchoke na kukaa kwa utakatifu, uchoke tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna tumaini, kuna tumaini katika Kristo, na sisi tutasimama kama watu walio na nguvu, na tutaclaim maisha yetu, sio yale maisha tunapangiwa na ulimwengu wa giza, na yale maisha ambayo ilikreatiwa katika kule umetoka, lakini yale maisha yalitengenezwa na Mungu wakati alikuita. Praise God. Yale maisha wakati Kristo alisema amekupatia maisha mapya, hayo maisha ambayo Yesu alikusudia wewe uishi, hayo maisha ndio tunataka tuishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni yule mtu alikuwa amekaa pale miaka 38, na wakati Yesu alimponya ilikuwa siku ya Sabato, na wakati Wayahudi walimpata amebeba godoro yake anatembea akiwa huru, wakamuuliza, nani amekuambia ufanye hivyo kwa wakati kama huu? Lakini akamwambia, yule aliyeniponya ameniambia nikunje godoro yangu na niende. Praise God. Hivyo ndivyo yale maroho yanayotupinga sisi kutembea uhuru yanavyotuuliza, nani aliyokuambia wewe unaweza kuwa hiki? Nani alikuambia wewe unaweza tumika? Nani alikuambia wewe unaweza kuponywa? Nani alikuambia wewe unaweza kufurahi katika haya maisha? Nani alikuambia watoto wako wanaweza kufaulu? Nani alikuambia unaweza kufurahia katika ndoa yako? Nani alikuambia? Yale maswali, nani alikuambia wewe uko na uhuru wa kutembea ukifurahi? Praise God. But the man, ule mtu aliyeponywa akamwambia, yule aliyeniponya ameniambia nikunje
liende. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Kristo amesema ya kwamba ukunje ile kondoro umeilalia kwa muda mrefu, ya kujiuliza, mimi ni mbarikiwa ama mimi kwetu tumelaaniwa tu? Mimi nafaa kuwa na amani ama nafaa kukubali kwamba mimi siwezi kuwa na amani throughout? Mimi nitawahi simama katika biashara ama mimi niliumbwa nikipata leo nakosa kesho? Praise God. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Lakini yeye alikwambia wewe ni wake, anasema ya kwamba hiyo godoro ya kuona kana kwamba hakuna kitu mzuri iliumba wewe ufurahie, anasema hiyo godoro uikunje, maana haitalaliwa tena na uende huru. Praise God. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hiyo godoro umeilalia for so long, na Mungu anasema ya kwamba ni wakati wa kuiondoa na kutembea. Wale watu wanakuambia, nani amekwambia ubebe godoro wakati wa saba? Nani amekwambia kwetu kuna kuanga hivi? Hujui tunakaanga hivi? Hujui Wakikuyu walifanya hivi? Hujui Waluya walienda hivi? Hujui Wakamba wanafanyanga hivi? Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunaenda kuambia Kristo Yesu amesema tukuje hiyo gondoro. Tumeilalia for so long hata inanuka. Praise God. Tutoe hiyo gondoro ya kujiangalia na kujiuliza maswali, tuanze maisha mapya. Ni siku na wakati wa kuanza maisha mapya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tuko tayari kuishi maisha mapya. Tuko tayari kuanza maisha mapya. Tuko tayari. Maandiko inasema, kuna mahali nasema ya kwamba umebarikiwa na watoto, and your children, and your children. Yani si zetu peke yetu, kutoka mimi kuendelea watoto wangu na watoto wa watoto wangu na watoto wao wanafaa kubarikiwa na wanafaa kukaa katika hizi baraka. Praise God. Haijalishi huyo guka na guka yake na guka wake na shosho walifanya nini, lakini kutoka hapa Kristo amesema ukuje gondoro yako na uende. Hapo ndipo kufunguliwa kwangu kumeanza. Haleluya. So ni wakati wa kusimama, ni wakati wa kuenda tukiwa huru, ni wakati wa kujua ya kwamba mimi nitafunguliwa. Mimi sitakufa vile wanasema, mimi sitakufa vile roho zinasema, mimi sitaishi katika kufungwa vile maroho yale ya giza yanasema, kwa sababu Kristo ameniweka huru, na yeye aliyewekwa huru ako huru kweli. Leo nataka to claim our freedom. Praise God. Amen. Kanisa tusimame. Na anatujua. Wakati mwingine unapata wakati umeomba unaota ndoto za kutisha pia. Naona wengine wamefungwa. Yaani unaweza tamani kutoka lakini umefungwa. Unaweza tamani kukua free lakini uko mahali umefungiwa. Wengine wanatafuta njia katika ndoto hawapati, kwa sababu wako mahali katika, wamewekwa mahali hawawezi kutoka. Ndio maana tuko wa Kristo tunaendelea kung'ang'ana, ni kwa sababu kuna roho zinasimama na kunena kinyume
siku ya leo situchukue gondoro yetu tuende huru. Tukitoka mahali hapa tutembee huru. Tukienda tuanze kufurahia maisha yetu. Tukitembea tutoke hapa tukisema nimefunguliwa. Tuanze maisha mapya. Tufunge masikio na tukose kusikia sauti zote ambazo zinakuja kinyume cha neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Baba mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo, ni asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu kwa kazi zako zote, na tena wewe ni mwaminifu kwa neno lako Bwana. Sisi tunakutazamia wewe, na kupitia neno lako Bwana tunapata nguvu. Sasa neno umenena juu yetu Mfalme, ninaomba ukalifuatilie. Lifuatilie katika maisha ya kila mmoja. Lifuatilie katika maisha ya kila mmoja. Wacha Bwana, tunapotoka mahali hapa na kuelekea katika manyumbani kwetu, tukaende katika ushindi wako, tukaende na ujasiri wako, tukaende na kuamini neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba utushike mkono sasa, utuonyeshe hizo njia zako ambazo Bwana wewe unazijua na ambazo sisi hatuzijui. Tuonyeshe sasa kupitia Roho wako Bwana, ukatufunulie mambo zaidi ya vile tunajua. Kwa utukufu wako Bwana tumejipeana mikononi pako, ili uende na sisi, uende ututetee, uende Bwana utufungulie milango, uende Bwana utupe kibali kwa utukufu wako Bwana. Bariki kila mmoja mahali hapa, bariki wazee, bariki wamama, bariki vijana, bariki watoto, waonekanie Bwana. Kila mmoja wetu mtetee, kila mmoja wetu mfiche katika damu ya Yesu, asionekane na yule muovu Shetani. Ninajua Shetani yako na hasira na sisi, lakini Bwana tufiche Bwana, asiwezi kutoa, hawezi kututoa kwako Bwana. Ukituficha hawezi kututoa kwako. Tufiche Bwana, ili tukaweze kushinda na ili tukaweze kuwa na amani. Achilia amani ya wokovu wetu, achilia amani yako juu yetu, amani ya wokovu Bwana iachilie juu ya kila mmoja, furaha ya wokovu Bwana, hata nguvu ya kutumika achilia kwa kila mmoja wetu, kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Pokea sifa zote na utukufu, kwa kuwa wewe uko na sisi. Kaa nasi, tembea nasi, tutakapokutana siku zingine katikati ya wiki na hata Jumapili Bwana, tutakuabudu. Tulinde wiki, utuongoze na uendelee kutunenea. Kwa jina la Yesu tumeomba, tumeamini. Amen.